Ziara ya Aishon Speed kule nchini Kenya imezua vingi sana. Tuliweza kushuhudia akiwa amepita sehemu tofauti, lakini kubwa zaidi ni pale alipotamani kujifunza hata neno moja la Kiswahili. Hapa tunakuja na neno habari yako, ambako sasa hivi inasemekana kama habari yako. Tuweza kushuhudia hata msanii wa muziki wa Kenya, lakini pia anafanya Afrobeats na Bongo Flava mix kidogo. Yani yuko vizuri. Usi mwingine ni BN akiwa kwenye fukwe za bahari, huko akiwa anamkimbiza mtu kwa kutumia kauli yake ya habari yako ambayo aliongea Aishon Speed. Hayo ni maneno tu ambayo tunaweza tukasema kwamba kama soko la Kiswahili linavyozidi kukua, linavyojulikana kwenye nchi zaidi ya 200, Kiswahili kinapotumika basi kinaenda kutumika hata katika ulimwengu mzima. Bado vitu ni vingi sana, lakini tunaweza kushuhudia vingi kwenye ziara ya Aishon Speed East Africa, lakini vitu vingine vingi ambavyo amevifanya kwa staili yake, anastahili tuzo kusema ukweli. Hata wasanii wetu pia wameonyesha kufurahishwa na ujio wake katika East Africa Mashariki. Mpaka wakati mwingine, lakini hebu usubiri kwanza. Kama hujasubscribe basi subscribe, share, like, comment wezavyo, kwa sababu hapa ndo sehemu pekee ambako utapata stories za kiburudani zenye uhakika kabisa. Mpaka wakati mwingine, shukrani sana kwa PMBet. Bye bye.